Sasa kwenye Biblia kuna maagano tofauti tofauti. Nataka tufahamu. Kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo kuna maagano tofauti tofauti. Kuna maagano almost 7. Agano la kwanza linaitwa Solaric Covenant. Solaric Covenant ni agano la jua na siku. Agano la siku, usiku na mchana. Solaric, hiyo ndio agano la kwanza kabisa. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yeremia 33 mstari ule wa 20. Bwana asema hivi. Kama mkiweza kulivunja agano langu la kama mkiweza kulivunja agano langu la nini? La mchana. Na agano langu la usiku. Na agano langu la usiku. Hata usiwepo tena mchana na usiku. Hata usiwepo mchana na usiku. Kwa wakati wake. Kwa wakati wake. Nataka ufahamu kwamba maagano hayavunjikaji. Maagano hayashindwi. Kwa nini tunajifunza maagano? Agano, hakuna sehemu ambapo agano lilikuwa activated au liliingiwa pakashindikana. Hakuna sehemu kiBiblia. Anasema kama vile ambavyo hamwezi kuvunja agano la mchana na usiku, ndivyo ambavyo agano lengo nililofanya na Daudi kwamba asiwe na mwana wa kumiliki wa kurithi kwenye kiti chake cha enzi. Na Walawi ni priest, wachungaji, kwamba wasiongezeke, wasiwepo. Ndio maana piga ua garagaza, hautaona kanisa limepungukiwa Walawi, watumishi watakao wachunga watu. Hautaona wachungaji wote wameondoka duniani, haitatokea. Hautaona Israel au Juda, Jews wakashindwa vita. Ni agano. Kwa agano la kwanza Mungu aliweka mchana na nini? Na usiku. Ukisema Mwanzo 8:22, ilo agano liliwekwa hapo. Anasemaje? Muda nchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno hayatakoma. Wakati wa baridi na wakati wa hali, wakati wa kaskazi na wakati wa ukusi, mchana na usiku havitakoma. Unaona ilo agano, mchana na usiku havitakoma. Hiyo ni agano ambalo Mungu alideclare. Kwa jua na mwezi, kila siku jua linachomoka, linazama, linachomoka, linazama. Umeshawahi kulisimamisha isipokuwa Yoshua tu. Na Yoshua ilibidi abind kwenye super power. Lakini bado aliweza kusimamisha tu kwa muda, ila liliendelea na nini? Kwa hiyo kama vile ambavyo jua halijawahi kufeli kuchomoka na kuzama, ndivyo ambavyo Mungu hawezi kufeli kufanya upande wake kama wewe umetimiza upande wako. Nimekwambia agano ni pande hizi mbili. Ukitimiza masharti ya upande wa kwako, Mungu hawezi kufeli kama vile ambavyo hajawahi kulifelisha jua kuchomoka na kuzama. Kuna hilo agano la mchana na usiku. Kuna agano la Edenic Covenant, agano la uumbaji, Mwanzo 1:28. Alafu kuna agano la Nuhu, Noahic Covenant, ambao Mungu alisema hata iharibu dunia. Agano la uumbaji hapo la Eden, Mungu alisema tufanye mtu kwa mfano wetu. Mpaka leo Mungu hajalivunja. The same, ukioperate na Mungu unakuwa kama Mungu. Alafu mpaka leo tutaendelea kuzaliana. Hapa Nuhu akaweka alama. Unaona ukisoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo 9:11 mpaka 26, akaweka alama ya rainbow. Rainbow haikuwepo. Upinde wa mvua haufanya nini? Haukuwepo. Ni matokeo nini? Ya agano. Kwa aliweka ile alama kwamba kwa namna yote ile sitaiharibu dunia kwa maji. Ndio maana hata ikitokea namna gani mvua ikianza kunyesha kubwa, ikawa kubwa sana, ikawa kubwa tena, ghafla unashangaa upinde unaibuka. Kwa nini? Unadai, unasema nilisema sitaiharibu dunia kwa maji. Amen. Kwa hiyo hayo maji hayatazidi mafuriko kiasi ambacho ikaharibu dunia. Huo upinde unaweka ukomo wa mvua, kwamba sasa hapa you can't go beyond, and it has never failed. Haijawahi kushindwa. Ndivyo ambavyo neno la Mungu lilivyo. Nimekwambia Mungu ametupa Biblia kama kitabu cha agano. Chochote ambacho amekisema kwenye maisha yako au kwenye Biblia ni cha kiagano. Kwa ahadi yoyote kwenye Biblia ni agano la Mungu ambalo linasubiria upande wa pili, ambaye ni wewe na mimi, tuamini, tutii, tuactivate hilo agano. Kwa matokeo ya kufeli kwenye maisha, tatizo sio la Mungu, tatizo ni la kwako, ambao umeshindwa kuishi upande wako wa agano. Kwa sababu Mungu tayari alishaweka agano la kwake liko clear. Ukiona kuna magonjwa
yanakunyemelea, yanakutesa, ujue umeshindwa kuishi kwenye agano la afya ya kiungu. Ukiona kuna umaskini unakunyemelea, unakuharibu, unakutepeteza, ujue umeshindwa kuishi kwenye agano la nini? La utajiri. Hamna mchawi hapo, kwa sababu ukiishi kwenye agano la utajiri, Mungu atakuonyesha hapo mchawi ndo huyu, unadini naye, unakata kichwa. Kama kuna nguvu za giza unapiga, zinaondoka, kwa sababu uko kwenye agano. Lakini usipokaa kwenye agano inavyotakiwa, hautaona hata hiyo roho ambayo inakusumbua. Kwa nini umaskini umepitia hapo? Ukiambiwa kutoa sadaka, hautoi. Unataka ufanikiwe, unataka umaskini ondoke, tithe hautoi, fungu la 10 hautoi, sadaka kwa wajane hautoi, sadaka kusudi kwa nini hautoi? Hakuna agano la nini hapo la utajiri itakao activated kwako. Kumtumikia Bwana hauendi. Anasemaje? Anasema mtamkumbuka Bwana Mungu wenu. Shall remember the Lord your God, for the one who gives you strength to get wealth. Utamkumbuka Bwana Mungu wenu kwa kuwa ni yeye akupae nguvu. Utamkumbuka Bwana Mungu wako kwa kuwa ni yeye akupae nguvu za kupata nini? Za kupata utajiri. Yeye kwa cha kwanza utamkumbuka. You shall remember the Lord. Until you remember him, that is the one that gives you wealth. Mpaka umemkumbuka kwamba yeye ndiye ambaye anakupa utajiri. Hakuna utajiri ambao utakao ukadumu kwako. Maana yake nini? Maana yake mpaka umemtambua, umemacknowledge, umemrecognize kwamba huyu ndiye anayenipa utajiri, na kwa sababu ananipa utajiri nitafanya kila kitu ambacho anataka nifanye na huo utajiri, na si kwa ajili yangu, kwa sababu amenipa tu kama wakili. Ukishakuwa na huo utambuzi, Mungu hana namna ya kukuzuilia wewe kuwa tajiri. Lakini utakaposema ni nguvu zangu zimenipa haya yote, utakaposema kwamba mimi ni kwa sababu nafanya kazi kwa bidii. Kwenye motivation speakers work hard, be diligent. You work hard, it's against the principle of God. Utakapoanza kutegemea nguvu zako za kuwork hard, utakaposema ni nguvu zangu tu zimeniletea haya, hapo ndipo anguko lako linapotokea. Wako wengi walio work hard wakaachieve mambo makubwa duniani, lakini wakaporomoka tena. Kwa sababu ni Mungu wa agano. Unapo acknowledge kwamba wewe ni Mungu unayenipa. Hivi nilivyo navyo ni kwa neema tu, umenipa wewe. Mungu anaanza kuestablish, kuthibitisha huo utajiri, kusimamisha huo utajiri, kusimamisha hiyo kazi, kuithibitisha hiyo biashara. Kwa sababu you recognize, kwa sababu nguvu iliyoko nyuma yake, pamoja na kwamba unafanya kazi kwa bidii, lakini si wewe ila ni neema ya Mungu. Ndicho ambacho Paulo alisema, akasema na alizidi sana kufanya kazi kuliko hao wote, wala si mimi ila hiyo neema. Sasa niko hivi nilivyo kwa sababu ya neema ya Kristo, nami nazidi kufanya kazi kuliko hao wengine wote. Wakorintho 15:10 wa kwanza. Kwa sababu ya hiyo neema, sio mimi. Kwa kumbe hata kufanya kazi kwa bidii kwa Paulo ilikuwa kwa sababu ya neema. Kwa kumbe inawezekana hata wewe ulikuwa mvivu ukapata nafasi ya kuwa mtu ambaye unaweza kufanya kazi kwa bidii kwa neema ya Kristo. Hiyo inaitwa neema ya utajiri. Sema jinsi ya neema yake Kristo alivyokuwa, kwamba alikufa akiwa maskini ili kwa maskini wake sisi tupate kwa nini? Tajiri. Tupate kuwa matajiri. Kwa maskini wake sisi tupate kuwa matajiri. Korintho 2. So for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, angalia neema, nanyi majua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ile kwa ingawa alikuwa tajiri, lakini kwa sababu yenu akawa maskini, ili kupitia umaskini wake you might become rich, ili ninyi mwe matajiri kupitia umaskini wake. Yaani Yesu aliamua, yaani hakuona dhambi tu yenyewe inatosha. Yaani Yesu anavyotupenda, yaani hakuona tu swala la dhambi tu linatosha, akaamua kucrucify umaskini, kuusulubisha nini? Afu ananiambia wewe usiwe tajiri. Yaani Yesu mwenyewe akaamua tu, yaani kama vile ambavyo alizibeba dhambi msalabani, sawa? Biblia inasema amelaniwa yule angekuwa msalabani. Yaani Yesu alizibeba dhambi msalabani, akazichukua dhambi zote, ili dhambi zako wewe zisamehewe. Alizibeba kwa watu bilioni 7 wote duniani, alibeba madhambi yao yote. Wale majambazi, wale wazinzi, wale makahaba,
wala, yani Yesu alibeba ule msalaba wote. Kwa hesabu dhambi zote na zingine mwanzo uzijui, yani zote Yesu alizibeba msalabani. Afa kuishia hapo, akasema akachukua na umaskini, akasema awe maskini ili kwa umaskini wake sisi tuwe matajiri. Kwa Yesu alinunua, alichukua umaskini wetu, aliubeba kama vile aliobeba dhambi. Kuamini kwamba hata umaskini wako Yesu alifanya nini? Ameubeba. Kuna agano lingine la Abraham, agano la Abraham, inaitwa Abrahamic Covenant. Unasoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3, Mwanzo 17:7 mpaka 8. Kuna agano la Musa ya Torati, Mosaic Covenant, ambao unasoma kwenye Kutoka 24 mstari wa 3. Kuna agano la ardhi, agano la ardhi ambalo Mungu aliingia nao wana Israeli kwenye Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa kwanza mpaka wa 10, la kumiliki ardhi, inaitwa Palestinian Covenant land. Hiyo ni juu ya baraka na laana juu ya ardhi. Lakini pia kuna Davidic Covenant, agano la ufalme la Daudi, juu ya Daudi kutawala milele kwenye kiti. Alafu kuna agano jipya, New Covenant, Grace Redemption Covenant, kwa njia ya damu ya Yesu Kristo, the blood covenant ya Yesu Kristo. Utaona kwenye Mathayo 26:28, Waebrania 13:20, agano la damu ya Yesu Kristo. Sasa nimekwambia hakuna kitu ambacho kinaweza kusurvive mbele ya agano. The superior covenant kuliko yote is the blood covenant. Sasa ukishajua kwamba Mungu anaoperate kwa agano, nataka ufahamu kwamba kila neno ambalo unalisema, tupate dimension ya neno la Mungu kama kiapo cha Bwana kwenye agano la kwake, kama upande wa masharti ya Bwana kwenye upande wa kwake. Biblia inasema Mungu analengelea neno lake apate kulitimiza. Ni agano. Akisema atakuponya, anakuponya. Sasa akisema hulituma neno lake likawaponya na maangamizo yao yote. Alafu anasema kwenye kitabu kile cha Isaya 53, anasema kwa kupigwa kwake sisi tumefanya nini? Tumepona. Kwa kupigwa kwake. Maana kwa hilo neno la kupigwa kwake ni agano. Ile kwamba alipigwa, Yesu aliingia agano la kupigwa ili wewe ufanye nini? Upone. Hasa nimekwambia agano unaliactivate, unalihuisha agano kwa njia ya obedience. Amen. Sikukwambia pia njia nyingine ni kuamini, is by faith. Ndio maana Ibrahim alimwamini Mungu kwamba kila alichokisema Mungu kinatimia. Akaona zile baraka za agano. Hakuna agano ambalo linaingiwa alafu kusiwe na element ya imani. Kwa neno ambalo Mungu amelisema unahitaji kulihuisha kwa njia ya obedience, lakini pia kwa njia ya utii na kuamini. Unatii na kuamini. Sijui umetafuta kitu gani kwenye maisha yako. Sijui umetafuta jambo gani kwenye maisha yako. Ikiwa ni kazi, ikiwa ni biashara. Biblia inasema aombaye hupewa, atafutaye na abishaye fanya nini? Hufunguliwa. Chochote kila ambacho unakitaka kwa Bwana, Mungu ametupa. Biblia inasema kila upaji ulio bora unatoka kwa nani? Kwa Bwana. Kila upaji ulio mzuri unatoka kwa Bwana. Every good and perfect gift comes from above.